Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha tena kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kocha wa Simba Suleiman Matola ameonyesha wazi masikitiko yake kufuatia kushindwa kwa shambuliaji wake kutumia nafasi muhimu alizozipata katika kipindi cha kwanza cha mchezo wa Mzizima Derby dhidi ya Azam FC. Matokeo ya kipute hicho yalikuwa pigo kwa Simba baada ya kukubali kichapo cha mabao 2-0 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Katika dakika 45 za mwanzo, Simba ilionekana imara na iliongoza mchezo kwa kiwango cha juu, ikatengeneza nafasi kadhaa za wazi. Hata hivyo, changamoto ilionekana kuwa kubwa ni ukosefu na umakini utulivu mbele ya mlango, hali iliyofanya mabao ambayo yangewapa uongozi mapema. Licha ya kutawala eneo la kiungo na kumiliki mpira, safu ya ushambuliaji alionekana kususa washambuliaji wao Jonathan Sow, Suleiman Mwalimu na Steven Mukwala wakipata nafasi ya kucheza vipindi viwili tofauti, lakini bado hawakuweza kuonyesha makali yaliyotarajiwa kutoka kwa. Ulegevu huu uliwapelekea mashabiki na benchi la ufundi kutafuta majibu juu ya kinachoendelea kwenye safu hiyo muhimu. Baada ya mchezo huu, Matola alisema timu yake ilianza kwa kasi na kujiamini, lakini kilichoangusha ni maamuzi yasiyo sahihi katika eneo la hatari. Ameeleza kuwa wachezaji wake walishindwa kutumia nafasi walizotengeneza kutokana na ukosefu wa utulivu, jambo liloondoa uwezekano wa kupata bao la mwanzo ambalo lingeweza kubadilisha mwelekeo mzima wa mchezo. Kocha huyo ameongeza kuwa dakika 10 za mwisho wa kipindi cha pili ndizo zilizowaangusha mpango wao wote wa mchezo. Simba ilipoteza mwelekeo ikatokana na nafasi ya kufunga Azam iliyowapa mabao 2 muhimu yaliyokata kabisa kasi na morali wa wachezaji wa Simba. Tulipoteza mwelekeo dakika 10 za mwisho kipindi cha pili kuruhusu bao la 2-0. Haikuwa bahati kwetu na tulijipanga kwa mchezo ujao, amesema Matola, akiashiria umuhimu wa kufanya uboreshaji wa haraka katika eneo la ushambuliaji. Kwa upande wake wa pili, kocha wa Azam FC Fontaine Benge alikiri kuwa hawakuanza mchezo vizuri. Alibaini mapungufu hayo, alifanya marekebisho muhimu kipindi cha pili ambayo alibadilisha mchezo kabisa. Mbinu zilizobadilishwa ziliwapa nguvu mpya na kikosi chake kikaanza kushambulia kwa ushindi zaidi. Amempongeza kiwango cha Simba kipindi cha kwanza, akisema ushindani mkali wa mchezo huo ulitokana na ubora wa wapinzani wao ambao licha ya kupoteza walionyesha soka safi. Tumecheza mchezo mzuri kipindi cha pili licha ya Simba kucheza vizuri katika kipindi cha kwanza. Ulikuwa mchezo wa ushindani mkubwa kutokana na uwezo wa wapinzani wetu, aliyasema hayo Ibenge. Kwa hiyo hii ni Gift Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Wewe ambaye tayari nikupe kongole kwako, nikwambie tu usiache kutufuatilia Gift Online TV kupata taarifa kamili za kiburudani, za kimichezo, lakini pia za kijamii, ili uweze kujua sasa Simba imepigwaje hapo na Azam FC. Endelea kufuatilia Gift.